إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم إن شاء الله تعالى الأمن ومكانته على البشر. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo tutakumbushana juu ya unwan amani na nafasi yake kwa viumbe. Kwa nini maudhuati mutakarrirat? Kwa nini iwe maudhu hizi ni zenye kujirudia? Kwa sababu ala hasabil waqi', kwa hali halisi tulionayo hivi sasa, nahtaju al-amni ala ayi shay, tunahitajia amani kushinda chochote kile. Kwa hiyo hapa nabudi kwa makhutaba kuzungumzia amani daiman hata nakuna ala amni, mpaka tuweze kuwa katika ile hali ya amani. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya itakayoongoza khutba ya leo, Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati Nur aya ya 55, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Aya hii ndio itakuwa ni dira ya hutuba yetu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale walioamini kwenu ninyi, wa amilu salihat, na wakatenda matendo mema baada ya iman. Allah kasema la yastakhlifannahum fil ard, ala atawapa utawala katika ardhi, ala atawatawalisha katika ardhi kama istakhlafa alladhina min qablihim, kama alowatawalisha walopita kabla yao, lakini kwa masharti makuu mawili: yaabudunani, waniabudu mimi kama Mola wao, la yushirikuna bi shay'an, sharti la pili wasinishirikishe na jambo lolote, wa man kafara baada dhalik, atakayekufuru baada ya hapo, faulaika humul fasiqun, hao watakuwa ni mafasik. Katika kuitafsiri aya hii, tukirejea katika tafsiri ya Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kwenye kuitafsiri aya hii ni kwamba
Abul Aliya akasema sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kuteremka aya hii, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinin. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ameishi katika mji wa Makkah kwa muda wa miaka 10 baada ma uhiya ilayhi, baada ya kupewa wahai. Ameishi ndani ya Makkah miaka 10 akiwa ni khaifan, akiwa ana uoga mkubwa, ana hofu nyingi, hana amani. Akazingirwa katika lile bonde la Bani Abdul Muttalib zaidi ya miaka 3. Akafukuzwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaelekea katika mji wa Taif angalau akapate amani. Alipofika kule akapigwa mawe, faudma, akapigwa mawe, damu ikachuruzika mpaka kwenye miguu yake miwili, kwenye makanyagio ya miguu yake. Akaumizwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yajidil amni, hakupata amani. Amewatuma baadhi ya masahaba waende Uhabeshi kwa Najashi angalau wakaitafute amani. Wakaenda wakahifadhiwa, ni iswaba qalila, ni kikundi kidogo ambacho kimehifadhiwa na Najashi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi katika mji wa Makkah kutoka Taif akiwa ni mahmum. Njiani anaambiwa na Jibril alayhi salatu wassalam, ud'u rabbak, muombe Mola wako. Jitu wa maahu malakul jibal, nimekuja mimi Jibril lakini nikiwa pamoja na malaika wa milima. Kama utamuamuru, utamuomba Mola wako, an-nakhshiba an-nadriba baina al-akhshabain, tuwapigize baina ya milima miwili waweze kuteketea watu hawa wamalizike. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana, msifanye hivyo. Watakuja baina aslabihim, watakuja kutoka kwenye migongo yao, man ya'budullah, atakayekuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akarudi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makkah akiwa ni khaifa, akiwa na uoga mkubwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah sirran wa jahra, akiwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujificha. Analingania kwa siri, anaenda kwenye miji ya watu, anayeona fulani anaweza akaniitikia ujumbe wangu, anamuendea usiku kwa kujificha. Wakati mwingine anawadhihirishia wale ambaye anaona hawana madhara makubwa. Thumma umira bil hijra ila al Madina. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumwacha pale kwenye mji wa Makkah miaka 10 akiwa katika hali ngumu, akiwa na hofu, hana amani, akamuamuru aende katika mji wa Madina. Kwa sababu kule Madina walipatikana watu zaidi ya 12 wamekuja kusilimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, na pia vile vile wakaahidi watamlinda. Bwana Mtume akawatuma akina Mus'ab ibn Umair, wanaenda kufundisha Qur'ani katika mji wa Makkah, katika mji wa Madina. Mwaka unaofuata wanakuja kusilimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallama watu 60 katika wanaume na wanawake 12, jumla ya watu 72. Wakamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, njoo kwetu tutakunusuru. Ondoka hapa Makkah, utaendelea kuishi katika uoga na wasiwasi mpaka lini? Ondoka twende katika mji wa Madina, sisi tutakuhama. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka Makkah akielekea katika mji wa Madina. Na kutoka kule alikuwa ni khaif, akiwa na uoga mkubwa, anaweza akadhurika njiani. Kwenye nyumba yake akamuacha mkwe wake Abu Turab Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, akamwambia lala ndani ya nyumba yangu, watakapokuja watachungulia, wataona Muhammad yupo hajatoka. Ali akakubali kulala katika yale mazingira ambayo mtume anawindwa auawe, akakubali kuchukua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, akamwambia ya Abu Bakar, ewe Abu Bakar, alhijra alhijra, ewe Abu Bakar, mimi nahama naenda Madina, nahama naenda Madina. Abu Bakar anamwambia Bwana Mtume, ya Rasulullah, as-suhba suhba, ewe Mtume wa Allah, tutasuhubiana mimi na wewe, tutasuhubiana mimi na wewe.
Bwana Mtume anamwambia uktumul khabar, ficha hii habari asijue yoyote yule, hata wake zako usiwaeleze habari hizi. Abu Bakar Siddiq akaficha, hakumwambia yoyote yule zaidi ya mabinti zake wawili ambaye ni Asma pamoja na Aisha. Asma ndo akafanya kazi ya kufuatilia hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Maka kuelekea Madina, wakiwa wamejificha kwenye pango. Asma ndiye anayefanya kazi ya kuwapelekea chakula usiku kwa kujificha watu wasimuone. Haya ni maisha ya mtu kukosa amani, maisha ya mtu kuishi katika hofu na kukosa amani. Wakanu fiha khaifin, walikuwa wakiishi wakiwa na hofu nyingi sana, ambayo yusbiuna wa yamsuna bisfilah, wakiamka na silaha, linachowea na silaha. Faqala rajulun ya Rasulullah, mtu mmoja akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, ewe Mtume wa Allah, ama yati alaina yauman, haiji kwetu sisi hata siku moja, an-nu'mana fihi, tupate amani, wa nadha'u silah, na tukaweka silaha tukatembea bila silaha. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, la talbathuna illa yasira. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, wala hamtachukua muda mrefu, hamchukui muda mrefu nusra inapatikana, hatta yajlisa ar-rajula minkum, mpaka atakaa mtu katika ninyi, hatta yajlisa ar-rajulu minkum, atakaa mtu katika ninyi, fil mala'il azim muhtabiyan laysa alayhi hadidan, atakaa kwenye kundi la watu wengi, ana amani wala hajashikilia silaha ya aina yoyote. Mpaka katika riwaya nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hatta yasiru rajul ila Kanaa, atapita mtu kutoka hapa mpaka katika mji wa Kanaan, anaenda mpaka katika mji wa Kanaa, basi la yakhafu illa dhi'ib, haogopi isipokuwa ni mbwa mwitu tu, haogopi binadamu. Itakuja hali ya namna hiyo. Wanazalat hadhihi al-aya, ndio ikateremka aya hii wakati huo. Wa adhhara Allahu nabiyahu ala jazirati al-arab, ndo Allah akamdhihirisha nabii wake katika jazira ya Kiarabu yote. Fawada'u silaha wa aminu, wakaweka silaha zao chini, wakawa ni wenye kupata amani wakati huo. Wama zala hadha alwa'du sariyan fi haqiqatiha ila qiyam saa liman atamma shurutahu au akmala shurutahu. Na ahadi hii ambayo Allah ameahidi, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ahadi hii itaendelea kusimama mpaka qiyam saa liman akmala shurutahu, kwa yoyote atakayekamilisha masharti yake. Amepokea Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Amir ibn Rabi'a, radhi za Allah ziwe juu yake, anna rajulan akhadha na'la rajulin farawa'ahu. Kuna mtu mmoja mwenzake alikuwa amelala, akaenda akamuibia kiatu chake, akachukua kiatu akakificha. Basi farawa'ahu, akamuogopesha na kumtisha. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna raw'ata al-muslim inda Allahi adhim, kumuogopesha muislamu kukosa amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa na ni jambo zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yushir ahadukum ila akhihi silah bisilah, asiashirie mmoja wenu kwa ndugu yake silaha, itamkosesha amani. Lakini pia fa innahu la yadri la'alla ash-shaytan yanza'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar, yawezekana ukamtisha mwenzako na silaha, sheitani kainyakua ile silaha ikaenda kwa mwenzako, ukaenda katika moto wa jahannam kupitia ile silaha. Kwa usimuashirie mwenzako kwa silaha, kwa sababu pia inamtia katika uoga na wasiwasi, lakini pia sheitani anaweza akaingilia katikati kwenye kitendo hicho. Wa yaqulu sallallahu alayhi wasallama, idha marra ahadukum fi masajidina au aswaqina, akipita mmoja wenu katika misikiti yetu, kwenye nyumba zetu za ibada au kwenye masoko yetu, wa ma'ahu nablun,
akiwa amebeba kama ni mshale, bas asema falyumsik ala niswaliha, ashikilie sehemu ya makali yake. Falyumsik ala niswaliha, ashikilie sehemu ya makali, ayusiba ahada min almuslimina minha bishay, asije akamdhuru yoyote katika waislamu kupitia ncha ya mshale wake. Na hii ndiyo inatufundisha vyema, unapokuwa umebeba kifaa chako cha hatari, kama ni upanga, kama ni kisu, ukitie ndani ya ala, ili kusudi kisije kikamdhuru yoyote yule. Na ndiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwamba unaposhikilia mshale wako, hakikisha umeushikilia sehemu ya makali, ili usije ukawadhuru watu kupitia mshale huo, kwa sababu haifai kumuingiza Muislamu au mtu yoyote yule katika uoga na katika wasiwasi. Angalia athari kubwa kabisa ambayo inaweza ikawa ni mazingatio makubwa katika hutuba hii. Bal inna kathira min ahli alilm, wengi katika watu wenye elimu, fasaru haditha nabii sallallahu alaihi wasallam, wamefasiri hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema man iqtana kalban illa kalba sayd au mashia nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratani, yoyote atakayefuga mbwa kama sio mbwa wa mawindo au mbwa wa ulinzi, basi kila siku anapunguziwa qiratu 2. Maadamu amefuga mbwa nyumbani kwake, sio wa kuwindia wala sio wa ulinzi, kila siku unanyang'anywa qiratu 2 kwenye matendo yako yaliye mazuri. Faqalu rahimahumullah, wanawachuoni wakasema, rahma na amani za Allah ziwe juu yao, lianna alkalba, kwa sababu mbwa yurawi'u an-nasa fi ahyaihim, kwa sababu mbwa anaogopesha na kuwatisha watu katika njia zao wanapopita. Wanapopita wakati mwingine anabweka, wanapopita wakati mwingine wanamuogopa. Kwa hiyo hakuna haja ya kufuga mbwa ili uendelee kuwatishia watu kwenye barabara zao. Wa yukhawifu sibyana wa nisaahum, mbwa anawaogopesha watoto wadogo, anatisha kwa watoto, lakini anatisha hata kwa wanawake. Mtu akiona pale kuna mbwa, basi anapitia mbali. Na ndio leo hii, kwa sababu tunalitambua hili, wakati mwingine unaenda kwa mtu unakuta ameandika kwenye geti lake mbwa wakali, pengine hajafuga hata mbwa mmoja, kwa sababu anajua mbwa anaogopesha na anatisha. Kwa hiyo nikiandika kwenye geti langu mbwa wakali, watu hawaji hapa kwa sababu mbwa anaogopesha. Hasa kwa hali hii, Uislamu ukakataza kufuga mbwa kwa sababu anaogopesha na anatisha, anaondosha amani kwa watu. Ukifuga mbwa kama sio wa ulinzi au sio wa kuwindia, kila siku unanyang'anywa qiratu 2 katika matendo yako mema. Kwa nini? Angalia Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala akasema, واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب, wanawachuoni wakaختلفiana kwa sababu ya mtu kunyang'anywa ujira wake kwa kufuga mbwa. Akasema faqila lima yalhaqu almarina min aladha, kwa sababu watu wanaopita eneo hilo wanapata maudhi ya huyo mbwa, wanakosa amani kupitia huyo mbwa. Lakini pia minat tarwi'il kalbi, kutokana na mbwa anaogopesha, anatisha. Wa qasduhu iyahum, wakati mwingine huyo mbwa anawakusudia na anawafukuza na mfano wake. Yaqulu nabii sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote atakayeamka katika ninyi akiwa na amani, fi sirbihi, katika himaya yake, muafa fi jasadihi, ana afya kwenye mwili wake, indahu quta yauma, ana chakula cha siku yake, fakaannama hizati dunya biahadhafiriha, kama vile ameimilikishwa dunia yote na vilivyoko katika dunia. Kuna mambo matatu yaliyopelekea huyu mtu kuona kama vile ameimilikishwa dunia yote. Jambo la kwanza, aminan fi sirbihi, ana amani kwenye familia yake.
Maana yake sasa kwenye himaya yake hana hofu yoyote, ana amani. Akitoka anajua natoka naenda nitawakuta jioni wako salama. Ni tofauti na yule anayetoka hajui kama atakuta kuna familia ndani ya nyumba tena. Ni wangapi katika watu leo hii anatishiwa tu na mke wake, anaambiwa ukitoka tu kwenda kwenye kazi zako na mimi nabeba mizigo yako naenda kwetu. Hatoki kwenda kazini. Anakaa anamlinda mke. Hasa leo sasa kukosekane amani. Ima ukute mke kaibiwa na watu, ukute kauawa, ukute watoto wameuawa, ukute mali yako imeporwa. Hauna amani katika hilo. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakayeamka katika ninyi akawa na amani kwenye himaya yake, kwenye familia yake, kuna amani, hakuna hofu, lakini muafa fi jasadihi, ana afya kwenye mwili wake, hana hofu na afya yake, hashaki maradhi ya kummaliza, lakini bado wa indahu quta yauma, hana hofu na chakula, ana chakula cha siku yake nzima, anajua nitakula, nitakunywa na nitalala kwa salama. Fakaanna mahizati dunia, kwa kuondoka ile hofu akawa na amani kwenye haya mambo matatu, kama vile mtu huyu amemilikishwa dunia yote. Ni ubora ulioje wa amani ambayo watu leo hii waichezea amani, waichezea amani ambayo watu wengine wanaililia amani waipate. Ndugu zangu katika imani, bal undhuru ila rahmatillah au ila rahmati nabiyikum sallallahu alayhi wasallam, angalieni katika rahma ya nabii wenu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwenye hadithi aliyoipokea Abu Abdurrahman au sahibun alayhi rasuli wasiwak, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anasemaje Abdullah ibn Mas'ud? Anatuambia, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safari, siku moja tuko na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye safari. Tukiwa tunaendelea na safari yetu, fantalaqa lihajatihi, Bwana Mtume akaondoka kwa ajili ya haja zake, akatuacha kwenye baadhi ya maeneo. Bas tulipoachwa pale na Mtume, faraaina alhumara, tukaona kindege kinapepea pepea hapo juu, kinarukaruka juu. Tairun saghir kal usfur, ndege mdogo kama chiriku. Wa maaha farkhan, ana vimakinda viwili, ana vindege viwili vidogo vidogo. Asema fa akhadna, tukavichukua vile vindege vidogo kwenye kiota chake, tukavichukua. Tulipovichukua, fajaatil humara, huyu ndege akaja, faswara yurafrif, akawa anarukaruka hapo juu analia. Sisi tumeshikilia vitoto vyake, anarukaruka analia, amekosa amani. Fajaa an-nabii sallallahu alayhi wasallam, akaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala man fajaa hadhihi, nani amemuingiza huyu ndege katika hofu na wasiwasi? Qulna nahnu ya Rasulullah, tukamwambia ni sisi ewe Mtume wa Allah. Akhadna farkhani, tumechukua vile vimakinda vyake viwili. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam rudduha, Bwana Mtume akasema virejesheni, mmemkosesha huyu ndege amani, mmemkosesha huyu ndege amani. Kama Bwana Mtume ameweza kulinda amani mpaka kwa ndege, ameweza kulinda amani mpaka kwa wanyama, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, fa kaifa ala al-insan, ni vipi kwa mwanadamu unaondosha amani yake? Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, فإذا كان ترويع الحيوان والطيران رفضه النبي صلى الله عليه وسلم وحرم, kama itakuwa kuwaogopesha wanyama, ndege, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuwanyima amani, amekataza na ameharamisha kabisa. Fakaifa bitarwi'il mu'minina au bitarwi'il insan, vipi kwa kumuogopesha binadamu na kukosa amani? Fakaifa bitarwi'i nisa walwildan, ni vipi kuwaogopesha wanawake na watoto wadogo? Fakaifa bitarwi'i shuyukh, ni vipi kuwaogopesha wazee ambaye hawajui ikikosekana amani wapi watakimbilia?
na hata kukimbia hawana uwezo wa kukimbia. Fakaifa bitarwi'i almarda, ni vipi kwa kuwaogopesha wale wagonjwa ambaye hawajui kikosekana amani ni wapi watakimbilia wale wagonjwa walioko katika mustashfayati na kwenye miji yetu, ambaye hawana hata namna ya kutembea. Vipi ukiwaingizia uoga watu wa namna hii? Lakini pia i'lamu, tambueni, anna ni'matal amni a'zam min ni'mati siha, neema ya amani ni kubwa kuliko neema ya afya. Na hili ni kutokana na pale alipoulizwa, kama aliyosema Imamu Razi, suila ba'd al-ulama, aliulizwa katika baadhi ya wanawachuoni, al-amnu afdalu am as-siha, amani ni bora au ni afya? Akasema al-amnu afdalu min as-siha, akasema amani ni bora kushinda afya. Dalili yake akasemaje? Araaita law anna shata qad kusira ihda rijlah, unaonaje laiti mbuzi akawa amevunjika mmoja ya miguu yake minne, kavunjwa mguu mmoja, lakini huyu mbuzi aliyevunjika moja ya miguu yake minne anatoka nje, pamoja na kuchechemea kwake anachunga na mbuzi wenzake, anapata majani anakula, na anaenda anakunywa maji anashiba, pamoja na kwamba amevunjika mguu. Walakin law rubitat hadhihi shata, laiti akafungwa mbuzi huyu muafa baina qawafiha, ambaye yuko sahihi, miguu yake yote minne ni mizima, hana dosari ya aina yoyote ya maradhi, akafungwa wa fi janibihi dhiib, alafu akafungwa pale pembeni mbwa mwitu. Hapa kuna mbuzi, hapa kuna mbwa mwitu, au mbuzi na fisi kwa karibu pale. Akasema la yartai, hawezi akachunga huyu mbuzi, atakaa kwa shida mpaka atakufa na njaa, akiwa ana hofu kubwa kwamba nitaliwa na mbwa mwitu, tamalizwa na mbwa mwitu. Yule aliyevunjika mguu aliweza kuchunga akashiba, kwa sababu hakuwa na hofu zaidi ya kutizama maradhi ya mguu wake. Lakini yule aliyemzima miguu yake yote minne kwa kufungwa karibu na mbwa mwitu, amekosa hata kuchunga na anakufa na njaa, wala hawezi kunywa maji. Hawezi, kwa sababu imeingia hofu na amani imeondoka kwake yeye. Asema hii ni kuonyesha wazi kwamba amani ni kitu ambacho ni muhimu kushinda hata afya yako. Ni wangapi leo watu ni wagonjwa wanataraji watapona, lakini wale waliekosa amani, hata kama ni wazima, hawataraji kama wataishi tena kwa kukosa ile amani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumalizia tu khutba yetu kwa kusema akhiran, qala Abu Ishaq as-Subai'i, Abu Ishaq as-Subai'i akasema, ma sabba qaumun amirahum illa hurrimu khaira, watu hawatamtukana kiongozi wao isipokuwa wananyimwa kheri ya huyo kiongozi zinaondoka. Na akasema pia vile vile Sahal ibn Abdullah Tasturi rahimahullahu ta'ala, la yazalu nasa bi khairin ma adhamu sultana wa ulama, watu hawatoacha kuwa katika kheri muda wa kuwa wanawaheshimu viongozi, wanaheshimu na wanawachuoni. Wakiheshimu viongozi na wanawachuoni, wataendelea kuwa katika kheri. Khaira dunia asla Allahu dunyahum wa akhirahum, Allah anawatengenezea dunia yao na akhira yao. Wa intaraku dhalik, na wakakiacha hivyo, wa ahanu, na wakawadhalilisha viongozi na wanawachuoni, basi afsada Allahu dunyahum wa ukhrahum, Allah anawaharibia dunia yao vile vile na akhira yao. Waalamu ayuha almuslimun, tambueni enyi waislamu, anna fawqa kulli ra'sin waraahu ruus, kila muislamu hapana budi kuichunga amani. Kwa sababu gani? Katika kila kichwa nyuma yake kuna vichwa. Wewe uko peke yako, ukiharibu amani, nyuma yako kuna watu. Una familia, una watoto, una wazazi, wakati mwingine una wajukuu, una ndugu zako, una jamaa zako. Ukiharibu amani, sio wewe peke yako utakayeharibikiwa, ni wewe utaharibikiwa, mke wako ataharibikiwa, watoto wako wataharibikiwa, wazazi wako wataharibikiwa, wale wote walioko nyuma yako wanaharibikiwa, kwa sababu wewe peke yako umevunja amani. Kwa usije ukachezea amani ukadhani kwamba utadhurika wewe peke yako, watadhurika na jamaa zako.
laiti wewe ukapoteza maisha, ima kwa kupotezwa, ima kwa kufanyiwa lolote lile, ima kwa kuuawa, ujue nyuma yako wapo watakayepata tabu. Wengine ulikuwa unawalisha, ulikuwa unawavalisha, wengine ulikuwa unawasomesha, wengine walitaraji utawavalisha na utawalisha katika masiku ya usoni. Kama hujaanza kuwalisha bado, wanataraji kijana wetu atatulisha, kijana wetu atatutunza, kijana wetu atatuhurumia, atatutengenezea maisha yetu. Alafu wewe ukaharibu amani, ikaharibika kwako na kwa wao pia vile vile. Kwa unapofanya jambo, idha aradta an taf'ala shay'an fatadabbaru aqibatahu in khairan famdi wa in sharran fatruk. Ukitaka kufanya jambo lolote, angalia mwisho utakuwaje. Kama ni la kheri lifanye, kama unaona ndani yake kuna shari, acha. Lakini ndugu zangu katika imani, ni wajibu kwa kila mmoja wetu asicheze na kitu kinachoitwa amani. Amani ra'su kulli shay, ndio kichwa cha kila jambo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wafiqna ila alhaq wa ila tariqin mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل لنا الأمن والآمان في هذه الحياة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.